Karibu tena mtazamaji. Mwili wa mvulana mmoja mwenye umri wa miaka 17 aliyesombwa na maji ya mto uliofurika nyuma ya mtaa wa Nyayo High-Rise Estate kando ya barabara ya Mbagathi bado haujapatikana, huko operesheni ya kutafuta ikiingia siku ya pili. Mwanafunzi huyu wa gredi ya 9 anaripotiwa alikuwa pamoja na rafiki yake alipobebwa na maji makali ya mvua Ijumaa majira ya saa 4 asubuhi. Wawili hao walikuwa wakijaribu kuvuka mto uliokuwa umefurika wakielekea mazoezi ya mpira wa miguu wakitumia njia ya mkato inatumiwa mara kwa mara na wakazi wa eneo hilo. Hii hapa taarifa iliyoandaliwa na Wanjiku Wanjiru na kutoa sauti na Hadia Mwasiwa. Don Bosco Juma, rafiki wa karibu wa John Mutuku Wambua, anakumbuka nyakati zao za mwisho siku ya Ijumaa wakiwa pamoja kabla ya John kusombwa na maji yenye kasi nyuma ya mtaa wa Nyayo High-Rise kando ya barabara ya Mbagathi. Sasa nikisonga mbele kwenda kuangalia ile kuturn nyuma hivi nikamwona kwa maji amebebwa. Amenirushia mkono, nimejaribu kufikia mkono wake lakini ilikuwa mbali. Sasa ile harakati kumfuata akafika kwa waterfall. Hapo akaanguka, alafu hapo ndo tukapoteana na Nyanyake John, Damaris Kilonzo, ambaye alikuwa akiishi na kijana huyo, anasema alimwacha nyumbani mapema asubuhi hiyo kabla ya kuelekea kazini, lakini alipokea simu ya dharura majira ya saa 7 mchana. Mara moja aliwajulisha wazazi wake kuhusu tukio hilo la kusikitisha. Ilikuwa kitu saa 7 hivi ndio nikapata simu, nikaambiwa mtu amebebwa na maji. Sasa nikaomba ruhusa kutoka kazini nikakuja hapa. Ndio tukaanza shughuli za kumtafuta. Tulitoka hapa kitu saa 3 saa 4 hivi ya usiku na tukufanikiwa kumuona. But saa hii process imeendelea ya kumtafuta na tunjampata. So ile kitu naomba ni mtoto wangu tu apatikane. Mimi nikipata mwili nitakuwa niko sawa. Maafisa wa kukabiliana na majanga wa kaunti ya Nairobi kwa ushirikiano na shirika la Msalaba Mwekundu walianza juhudi za uokoaji Ijumaa, huku operesheni hiyo ikiendelea hadi Jumamosi. Na licha ya juhudi hizo kuimarishwa, mwili huo bado haujapatikana. We are working as hard as we can to be sure that you're able to find the body, as well as so that can give some closure to the family who are with us here today. Wakati huo familia inaendelea kuwa na matumaini kuwa mwili wa John utapatikana hivi karibuni ili waweze kupata utulivu.